Kwanza nitake kusema tu kitu kimoja, kuiomba serikali katika bajeti yetu itakayosomwa tarehe 11. Nianze kwenye vipengele vifuatavyo. Kwanza ningependelea ikaguse kwenye sekta ya elimu kwa kikubwa sana, kwa sababu tukiangalia wamebadilisha mitaala ya elimu. Kama sasa hivi watoto wanasoma kitu kinaitwa historia ya Tanzania na wanasoma masomo ya biashara, wenyewe wameliita business study kwa lugha ya kigeni. Sasa ukiangalia walimu hakuna. Kwa hiyo ningeomba bajeti hii ya serikali iwekeze zaidi kwenye kuelimisha walimu na kuweka vitendea kazi. Kwa sababu kama tukiangalia kuna somo ambalo linawawezesha watoto wakitoka waweze kujiajiri. Lakini ukiangalia ile vifaa vingi viko VETA. Kwa hiyo inabidi na secondary schools zetu ziwe na hivyo vifaa. Kwa hiyo serikali kwenye bajeti hii, japo Wizara ya Elimu ilishasoma bajeti yake, basi katika lile fungu itenge kwa kuweka vifaa na kuelimisha walimu wa kuwawezesha vijana hao wakitoka pale shuleni ili wawe tayari kweli wana huo ujuzi. 2, bajeti iwe rafiki kwa mwananchi. Kwa sababu kama ukiangalia mafuta ya kipanda kila kitu kinakwenda juu. Kwa hiyo tukiangalia sasa hivi gharama za maisha zimekuwa ni kubwa. Kwa hiyo serikali iwekeze, iangalie njia mbadala, labda jinsi ya kuimport mafuta kutoka nje. Kama tumeona wenzetu visiwani jana meli imetua. Kwa hiyo naamini na sisi tukifanya utaratibu huo, mafuta yakishuka na vitu vitashuka, kwa sababu unajua mafuta ni kila kitu. Yakipanda means of transport inakuwa high. Kwa hiyo hata mkulima pale shambani kusafirisha mazao yake anakuwa ni gharama imeongezeka. Kwa hiyo naye atakapofika sokoni naye ataongeza gharama. Kwa hiyo niombe serikali ilitazame hilo, na hiyo wakati wanafanya budgeting pia kuna zile luxury needs kama pombe, sigara na vitu vingine, ingeviwekea bei ya juu kidogo ili angalau impe nafuu mlaji yule consumer, mlaji wa mwisho unafuu katika hiyo. 3, kwa sababu pia na mimi ni mwanamichezo, ningependelea zaidi serikali iwekeze kwenye miundombinu ya michezo. Kwa sababu tukiangalia viwanja vingi vinamilikiwa na chama tawala, Chama cha Mapinduzi. Basi ingevitoa vile viwanja hata kwa mwekezaji, au ingevitengea bajeti, itengeneze tu ile pitch. Unajua eneo la kuchezea likisha kuwa rafiki kama zilivyo pitch nyingine, naamini kabisa kwamba uchumi wa nchi utakuwa. Mpira sasa hivi michezo imekuwa ni ajira, tena ni ajira inayolipa zaidi na kwa mara moja. Kwa sababu ile watoto wengi, kwa sababu kama kwetu Tanzania ukiangalia wachezaji mpira wengi ni watoto wa maskini, wa wale watu wenye hali ya chini. Kwa hiyo once itakavyowekeza kwenye michezo, bajeti ikawa rafiki zaidi kwenye michezo, itakuwa imesaidia. Kulingana na bajeti ambayo inatarajiwa kusomwa mwezi huu, ni kwamba ningependelea zaidi hasa bajeti iweze kulenga kwenye sekta ya elimu, lakini pia pamoja na miundombinu. Tukianza na sekta ya elimu, tunajua pia kwenye miundombinu ya majengo iko sawa, ingawa si kwa wote, lakini asilimia kubwa imeimarika. Lakini kwenye masuala ya vitendea kazi, kimaanisha kwamba madawati, bado tunaona hata kwenye taarifa za habari kwamba watoto asilimia kubwa wanakaa sakafuni, na wengine unakuta wanakaa kwenye madawati, lakini wengine bado wanakaa chini. Kwa hiyo ikiongezwa fedha kwenye swala zima au katika sekta ya elimu, itasaidia kwa ajili ya kuweza kuongeza madawati kwa wale ambao wana madawati machache, lakini pia wale ambao kabisa hawana madawati wanakaa sakafuni waweze kupatiwa madawati kwa ili iweze kuwasaidia waweze kusoma vizuri. Hicho ndicho kilio chetu hasa wananchi. Tunajua kwamba au pia tunaona jinsi ambavyo wanahangaika kwenye kuandika, unakuta miandiko haieleweki, mwalimu wa mwandiko anaanza kuhangaika kumwelekeza, ni kulingana kwamba na mazingira sio rafiki sana. Na hasa ni katika shule hizi za pembezoni. Kwa mjini angalau kuna ahueni. Na tukielekea katika miundombinu ya barabara, hii pia bado ni changamoto kubwa hasa kwa wakazi walioko pembezoni pia. Au pembezoni tunajua ndo asilimia kubwa shughuli za kiuchumi zinaendelea na shughuli za kilimo. Kwa hiyo unakuta watu wanahangaika, unakuta labda na troli au ana beskeli, lakini unakuta anahangaika na yale mazao kutokana na kwamba miundombinu yake sio mizuri. Unakuta barabara hazieleweki, na hasa katika kipindi cha masika
na watu huwa wanahangaika sana. Ukiangalia kwa mfano nisemee kama Bugweto, kiukweli miundombinu ipo lakini haitoshelezi. Ni kwa baadhi au ni baadhi ya maeneo ndo wana miundombinu ambayo angalau inaeleweka. Kwa hiyo wakiongeza pia bajeti kwenye swala la miundombinu ya barabara hasa, itakuwa inasaidia sana kwa ajili ya kuweza kusafirisha vitu, lakini pia kwa wakazi kuweza kutengeneza shughuli zao za kiuchumi pamoja na kilimo, ili kuweza kuwainua na kuwafanya kwamba mazingira yaweze kuwa rafiki, waweze kufanya mazao yao, waweze kulima na kuvuna mazao, lakini pia waweze kufanya shughuli zao za kiuchumi kwa ufasaha zaidi. Mimi maoni yangu, budget ningependa iangalie sana wajasiriamali wadogo wadogo, kutokana na ulipaji wa kodi. Wengi wanashinda kukidhi mahitaji ya kulipa kodi, wanaamua kukimbia kulipa kodi. Basi mimi kwa maoni yangu ninaona ni bora turudishwe viparata. Vile viparata vitakidhi mahitaji ya kukuza pato la taifa, kwa sababu vijana wengi, machinga, mafundi cherehani wadogo wadogo kama sisi, tutakidhi mahitaji ya kulipa viparata. Hajeshi shilingi ngapi, lakini hii ya mambo ya kulipia TRA, kulipia leseni kubwa, unakuta zinatuliza sasa familia wadogo wadogo. Hatutakidhi mahitaji, tunaamua kukimbia sasa tukakae mitaani. Kwa tunapokaa mitaani, na maana tayari tunashusha pato la taifa la nchi yetu. Kwa hiyo mimi kwa maoni yangu naomba vipata vifikiriwe kwa kina, bajeti hii iangalie kwa kina viparata ili tukuze pato la taifa. Asante. Mapendekezo ya bajeti itakayosomwa tarehe 11 mwezi huu Juni ni kwamba, kwa maoni yangu mimi ningeonelea kwamba katika mambo matatu, yani sekta tatu zipewe kipaumbele zaidi kuliko sekta zingine. Mfano barabara, maji na afya. Hivi vyote vinashabihiana, ambavyo hata mtu akikosa afya itakuwa hana maana ya kusema atakwenda kwenye kilimo. Lakini ikielekezwa kapita bajeti hii kwenye afya, maji na barabara, itakuwa imekidhi mahitaji ya wananchi wanaohitaji. Matarajio yangu kwenye bajeti ya 26-27, nilitaka serikali irudishe mawazo na kila kitu kwa wananchi, kwa sababu nchi ni wananchi na taifa ni wananchi. Kwa hiyo tukiwa tunaweka bajeti kwa ajili ya mambo makubwa za miradi ambayo inaweza kuwa ya muda mrefu, alafu tukasahau kwamba kuna wananchi ambao wanataka kuishi leo kesho, bajeti inaweza ikawa ni nzuri kwa maeneo fulani. Kwa sababu tabu kubwa, wananchi wakiwa hawako vizuri, unaweza ukaona kwamba nchi kama haiongozeki. Nikiwa na maana, mpaka sasa hivi sitarajii kwamba bajeti itasahau mfumo wa wananchi kulingana na mfumuko wa mafuta, kulingana na bei za vyakula, maana mafuta yalivyopanda bei, kila kitu kimepanda. Kwa hiyo nilikuwa naomba sana serikali ijikite kwenye mtazamo wa watu wa hali ya chini, ili tuone wepesi 26 kwenda 27, kwa sababu mpaka dakika hii wananchi hatuongei, kwa sababu tunaelewa chanzo cha mifumuko ya bei ni mafuta. Chanzo cha mfumuko wa bei ni kwamba nchi za wenzetu zina vita, lakini mpaka sasa tunahitaji bajeti, kwa sababu na bajeti nayo inasomwa katikati ya haya mambo yanatokea. Ninaamini mkusanyo wa maoni, mawazo yote wamekusanya na wenyewe wakijua hali iliyopo sasa nchini. Kwa hiyo sitarajii kwamba baada ya bajeti kutangazwa au kusomwa, halafu tukawa tena tuna hali ngumu, kwa sababu hilo ninaamini mpaka dakika hii linakuwa linaumiza akili kwenye vichwa za viongozi. Mpaka dakika hii hata ukiona mfumuko wa watu kusafiri mikoani imekuwa midogo.
Yaani ukimwambia kwamba mtu aende mkoani, anawaza shilingi ngapi mpaka nifike, halafu nirudi kwa gharama gani, na nyumbani nimeacha shilingi ngapi. Mpaka sasa hivi watu misiba wanatuma hela tu, hawaendi. Yaani unaangalia kile kinachonipeleka nikaonekane, kwa nini niende? Bora nitume hela. Kwa hiyo nilikuwa naomba bajeti ya 26-27 iwafokasi sana wananchi. Itakuwa imekomboa na itakuwa imesaidia kelele au wepesi wa maisha kwetu sisi raia. Kwa bajeti hii ya Tanzania, bajeti yetu hii ya serikali ya Tanzania, ninaomba kwamba bajeti hii iwe imekizi vigezo, iwe na bajeti ambayo inaeleweka, ili ikiwa na bajeti ya kutosha ni kwamba inaweza kutusaidia sisi wananchi katika nyanja ya elimu, nyanja ya afya, nyanja ya maji, kwa sababu maji, afya na elimu ni vitu ambavyo ni vya msingi sana katika jamii yetu, katika sisi wa Tanzania. Tunaomba tu yaliyopangwa kule, yaliyopitishwa yaweze kufanyika, ili sisi wananchi tusipate changamoto tunapofika hospitali, tunapopata huduma ya maji, elimu na mambo yote ya msingi. Natamani bajeti inayokuja iwe inakidhi mahitaji ya wananchi. Kwa mfano vijijini hamna maji, umeme na barabara. Kwa hiyo ikidhi hivyo hayo mahitaji, wananchi watakuwa vizuri. Kwa mfano chukulia mazingira vijijini, asilimia kubwa umeme upo, lakini baadhi ya vitongoji havina. Kwa hiyo ukifika kila vitongoji na maji, kiasi fulani inapunguzia adha ya wale wanaokuwa wanatumia muda mwingi kutafuta nini, maji. Na umeme ukifika, hata nishati mbadala wengine watatumia. Nishati ni hii bajeti ilenga hata kutumia nini, matumizi ya nishati mbadala. Kwa mfano chukulia mazingira mengi hatuna nini, gesi. Na hata gesi ikitoka basi ijaribu kutoka kwa gharama nafuu. Maana kwa mfano sasa hivi gesi ya mitungi ya kati midogo tunajazia 25 mpaka 30. Kwa hiyo angalau ingepungua, kwa kuwa gesi inapatikana Tanzania, ikipungua ingekuwa imelenga nini, tungekuwa tunaboresha nini, matumizi endelevu ya nini, ya nishati mbadala. Mimi katika bajeti hii pande ambao ninapenda kushauri ni katika maeneo mawili. Kwanza ni eneo la afya. Serikali lazima itenge bajeti kubwa kwa ajili ya huduma za afya. Sasa imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa wananchi, hususan raia wale ambao wa kipato cha chini. Na umuhimu wa serikali kufanya matibabu yakawa bure, sababu watu wengi wanashindwa kutibia kwa sababu ya ukosefu wa pesa, na imekuwa ni gharama kubwa matibabu. Kwa serikali waliangalie kwenye bajeti yao, watenge fungu kubwa kwa ajili ya huduma ya afya. Eneo la pili ni eneo la upande wa elimu. Bado kuna changamoto kubwa sana katika swala la elimu, hususan katika eneo la miundombinu. Mpaka leo bado kuna baadhi ya maeneo wanafunzi wanakaa chini, kati ni eneo ambalo ni muhimu sana katika elimu. Unapomwelimisha Mtanzania, unatengeneza kizazi kizuri kijacho kwa maendeleo ya taifa. Kwa serikali lazima nao itenga bajeti kubwa katika eneo la elimu, hususan katika eneo la miundombinu. Ndio eneo ambalo lina changamoto kubwa sana katika baadhi ya mashule, hususan shule za msingi. Ndio kuna changamoto kubwa sana, kwa maana ongezeko la wanafunzi linakuwa ni kubwa kuliko idadi ya miundombinu. Serikali inabidi waliangalie katika bajeti yao. Kwa mimi nashauri katika maeneo mawili, eneo la afya bajeti iongezeke na eneo la elimu bajeti iongezeke.